hili ambalo Mwenyezi Mungu kwa nguvu na upendo wake ameweza kutujalia tukiwa katika safari ya haki na amani. Mama Maria, mama wa wote, naomba nianze kwa kueleza hivi. Ukisoma maandiko matakatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, utakuta kuna maeneo manne ambayo yanadhihirisha furaha kuu ambayo furaha hiyo imekuwa ni baraka, imekuwa ni neema kwetu sisi wanadamu. Furaha ya kwanza ilitokea pale ambapo Mungu alipomwangalia Adamu akamuona kwamba Adamu kwa kweli hana raha, hana furaha. Adamu alikuwa na wanyama na alipewa mamlaka yote ya kuwatunza wanyama hata kuwaita majina, lakini bado Adamu hakuwa na furaha. Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, amfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na baada ya kumuumba Eva kupitia Adamu, alipomleta kwa Adamu, Adamu aliruka na kushangilia sana. Kwa hiyo Mungu aliweka furaha kubwa ndani ya Adamu. Baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, Mungu akashuka kumtafuta huyu mwanadamu aliyejificha kwa sababu ya dhambi. Furaha ikaanza kuandaliwa katika utimilifu wake ifikie kwenye ufufuko, alipotangaza habari njema ya kwamba, alipomwambia Shetani akimkemea nyoka, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na uzao wako na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utamuuma kisigino. Kitabu cha Mwanzo sura 3 aya 15. Furaha hiyo ilikuwa ni furaha ambayo inarudisha ile furaha ya mwanzo ambayo Adamu aliipoteza. Kumbe katika mtiririko huo tunakuja sasa kuingia katika Agano Jipya. Tunakuta lile tangazo ambalo malaika Gabrieli analileta kwa mama Bikira Maria. Anamwambia, salamu uliyejaa neema, Bwana yu nawe. Na yeye akabaki anashangaa. Akaanza kumpa habari ya kumzaa mkombozi. Na mwishoni pale mama Bikira Maria aliposema katika Injili ya Luka sura ya 1:38, ndimi mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena, mbinguni kulijaa furaha na duniani, kwa sababu Mungu anatoa mwili ndani ya Bikira Maria kwa ajili ya kutukomboa sisi. Furaha ya nne na ya mwisho ambayo ndio utimilifu wa furaha zote, ambayo bila hiyo maana yake sisi tusingekuwepo hapa. Ndio hiyo, baada ya Yesu kuwa ametimiza wajibu wake wa kazi ya kutukomboa hapa duniani, akateswa, akafa. Baada ya kufa na kuzikwa, mitume walijua yamekwisha na watu wengine pia walijua yamekwisha, lakini tunaambiwa baada ya siku 3 alifufuka. Na hiyo ndiyo ikawa ni furaha kubwa ambayo leo hii ndiyo msukumo wa sisi kuwepo hapa, tukimshuhudia Mungu kwa upendo mkubwa. Kwa hiyo mama Bikira Maria, kwa kukubali Bwana wetu Yesu Kristo kutungwa mimba ndani yake, maana yake amekubali kutimia kwa kazi ya ukombozi wetu sisi wanadamu. Na ndio maana sasa ziara hii yote ya hija ya matembezi ya mama Bikira Maria inafanyika kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe amependa kumkweza na kumpa hadhi ya pekee mama yetu Bikira Maria.
Na ndio maana tayakumbuka maneno ya Mama Bikira Maria mwenyewe kwenye wimbo huu wa katikati ambao tumeimba, utenzi wa Bikira Maria mwenyewe. Anasema, tokea sasa vizazi vyote wataniita mwenye heri, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitendea nini? Makuu. Mungu amemtendea makuu yapi? Kwa kumchagua, kumteua kuwa mama wa mkombozi. Kwa hiyo Mama Bikira Maria akatambua kweli ametendewa makuu, na ndio maana sasa vizazi vyote vinaendelea kumuita mwenye heri. Tangu aliyeanza wa kwanza kumuita mwenye heri ni nani? Alianza kumuita mwenye heri wa kwanza ni nani? Elizabeth. Baada ya hapo sasa, maana yake tunaendelea mpaka sisi leo. Kwa hiyo yeyote anayesoma maandiko matakatifu kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, sio kwa tafsiri yake binafsi, sio kwa namna yake mwenyewe, sio kwa maamuzi yake mwenyewe, hata thubutu kwa namna yoyote ile kutupia neno lolote baya kwa Mama Bikira Maria. Narudia tena, yeyote anayesoma maandiko matakatifu kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, sio kwa kutaka yeye na kwa tafsiri yake mwenyewe, huyu hawezi kutupia neno lolote lililo baya kwa Mama Bikira Maria. Mama Maria, mama wa wote. Na ndio maana sasa adhimisho hili la misa takatifu linaloendelea kutupa nguvu sisi na kutukumbusha nafasi yetu kama Wakristo katika kuunganika na Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, na Mama Maria akisafiri pamoja nasi ambao sisi ni wasafiri kuelekea katika maisha ya umilele. Hatuoni aibu, hatuoni haya, hatuoni uoga kumsifu Mungu kupitia Mama Bikira Maria. Hatuoni aibu, hatuoni haya, hatuoni uoga kumsifu Mama Bikira Maria. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba sasa baada ya kusema hivyo, mniruhusu kuunganisha haya maneno niliyosema, kwa nini hatuoni aibu. Kikawaida sisi binadamu tunapokuwa katika hali kubwa ya mafanikio na kutokana na kujawa wakati mwingine na kutawaliwa na nguvu ya mwovu Shetani, huwa tunakuwa na utaratibu wa kutengana. Yule aliye na uwezo mkubwa labda wa uelewa anamdharau yule ambaye aliye na uwezo mdogo wa uelewa. Yule aliye na mafanikio katika maisha ya pesa au mali anamdharau yule ambaye hana mafanikio ya pesa au mali. Yule ambaye yupo katika labda mji fulani mzuri zaidi kuliko mji mwingine anamdharau. Kwa hiyo kikawaida Shetani anafanyaje? Kadiri ambavyo unavyofanikiwa kimwili au kiroho au kimazingira au kiuwezo, mwanadamu kwa kufata kishawishi cha mwovu Shetani anaingia kiburi na dharau. Lakini kwa nini nimewaambia tusiwe na woga wala tusiwe na aibu? Kwa sababu tunapozunguka tukimtembeza Mama Bikira Maria kwa njia ya sanamu, wakati mwingine tuna hofu, tuna woga, tuna aibu, tunanyoshewa vidole, tunanyoshewa mkono, tunaambiwa maneno, hao waabudu sanamu, hao wanaabudu watu, hao wanaheshimu watu. Kwa hiyo wakati mwingine wale waliowoga ambao hawana imani thabiti na kamilifu ni rahisi kurudi nyuma kwa hofu hiyo. Sasa kwa nini tusione aibu? Kwa sababu kama kuna nafsi iliyopaswa kuona aibu ni Mungu mwenyewe. Hebu fikiri, Mungu ambaye ni muumba hakuona aibu kushuka duniani
kuja kuingia katika mwili wa kibinadamu, kuchukua mwili wa kibinadamu, binadamu huyu ambaye ni dhaifu, kiumbe cha chini kabisa. Hebu fikiria hilo, si kama ushawahi kufikiri? Yaani Mungu aliyekuumba wewe kwa mwili wako huo ulio dhaifu na ambao umeingia katika dhambi, lakini akaona anakujaje kumkomboa huyu mwanadamu, na ndio maana anamkingia mama Bikira Maria dhambi ya asili na dhambi zingine zote, afu anakuja kutoa huo mwili wa kibinadamu. Hebu ona anavyojifananisha na sisi, anavyoungana na sisi. Na ndio maana waraka kwa Ibrania sura ile ya 4 aya 14 mpaka 16, Mungu anatuambia yeye hakuona aibu kujifananisha na huyu mwanadamu, akafanana na ndugu zake, akaishi kama wao, akawa kama wao, isipokuwa kutenda nini? Dhambi. Sasa kama angepaswa kuona aibu, basi Mungu ndio angekuwa wa kwanza kuona nini? Aibu, kwa sababu Mungu ndio aliyetuumba. Lakini ni binadamu wangapi wanawezekana kabisa amemzaa mtoto wake, au huyu mtoto anajua huyu ni mama yangu, na hapo hapo labda mama yake kutokana na hali ya maisha na nini ameshuka, amekuwa na hali mbaya, ikatokea huyu mtoto au huyu mama au huyu baba ameenda kumtembelea mama yake, mtoto wake labda anaishi mjini mahali fulani. Ni watu wangapi ambao tumeshasikia kwamba mama yake anafika au baba yake anafika, anasema mwanangu fulani, alafu yule mtoto anapoangalia ile hali ya mama yake au ile hali ya mzazi wake, labda na hali nguo zimechanika chanika, amechoka, yuko ovyo ovyo, anatoa harufu, unaona yule mtoto anakana kabisa, hivi wewe unanijua mimi? Hivi mimi ni mtoto wako wewe? Watoto wako wamekukimbia huko, ndio unakuja kunifananisha mimi na mtoto wako? Jamani, hajatokea hayo? Hajatokea hayo? Kwa hiyo sasa hebu fikiri, Mungu mwenyewe anatoa ubinadamu wetu. Ndio maana Mkristo yeyote atakayeona aibu kwa hilo, maana yake ana shida ya nini? Ya imani. Shida ya imani. Sasa sisi hatuwezi kusherekea au kufanya ibada ya Bikira Maria katika hali ya hewa au katika hali ya utupu. Ni lazima tufanye ile ibada katika kile kitu kinachoonekana, kinachomwakilisha nani? Mama Bikira Maria, au labda kama ni Mtakatifu Yosefu, au kama labda moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu, na kadhalika na kadhalika. Sasa tutatumia nini? Na ndio maana sasa kwa mwanga wa Mungu mwenyewe tunatumia vile vitu ambavyo ameangaza katika historia ya ukombozi wetu. Ameangaza kwa namna gani? Ametumia vitu katika kuwakilisha uwepo wake. Ametumia vitu katika kuwakilisha uwepo wake. Mungu amewakilisha nguvu ya neno lake na uwepo wake kwa njia ya zile amri 10 ambazo zilikuwa mbao ngapi? 2. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 na mpaka sura ya 34. Mungu anamwambia Musa atengeneze sanduku la nini? La agano. Alafu anaambiwa aweke zile mbao 2 kwenye sanduku la nini? La agano. Alafu na ule mkate wa onyesho aweke kwenye sanduku la nini? La agano. Alafu pale ndipo walipotambua Waisraeli kwamba Mungu akija ndipo alipozungumza nao. Kwa hiyo walitambua ile nguvu ya Mungu kupitia nini? Sanduku la nini? La agano. Waisraeli wanatenda dhambi. Mungu anawaambia katika kitabu cha Hesabu sura ya 21 ya 4 mpaka 9, baada ya kuwa wametenda dhambi na kumnung'unikia Musa, Mungu anatuma nyoka wa moto wanawauma wale wana wa Israeli. Baadhi yao wanakufa, wengine kwa maumivu wanamlilia Musa. Mungu anamwambia tengeneza nyoka wa nini? Shaba. Na atakayemwangalia yule nyoka wa shaba atafanya nini? Kwa hiyo aliwaponya nani? Yule nyoka wa shaba ndio aliwaponya?
au ni Mungu mwenyewe ndio aliwaponya? Ile ilikuwa ni namna gani sasa wadhihirishe uwepo na nguvu ya Mungu, na kitu gani kitakachowasaidia kutambua nguvu ya Mungu? Ni kupitia huyo nyoka wa shaba, ambapo Yesu mwenyewe ndiye anayekuja kujitangaza rasmi katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya 14 na 15, anaposema kwamba kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba kule jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu atafanyaje? Atainuliwa, na kila amtazamaye na kumwamini atapata uzima wa nini? Kwa hiyo unaona ile ishara iliyokuwa ni kivuli inakuja kutimia kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo tangu hapo sasa, tangu hapo watakatifu mbalimbali ambao wamepita duniani, watu wametengeneza sanamu zao wakikumbuka uwepo wao na maisha yao na baraka na nguvu ambazo Mwenyezi Mungu amewajalia. Sisi tunapotumia sanamu kiwakilishi cha uwepo wa yule ambaye tunasali kwa ajili yake, tunaposimama mbele ya sanamu ya Mama Bikira Maria, tunapiga magoti, tunatoa heshima, tunasali, macho yetu, akili zetu zinavuka ile nini? Zinavuka ile nini? Kwa hiyo sanamu inakuwa ni nguvu ya kutukumbusha kwamba Mungu alimteua huyu, akamjalia baraka na neema, akamjalia uwezo wa namna ya pekee. Kumbe sisi tunapoheshimu, maana yake tunatoa nguvu ya upendo wetu kwa Mungu kupitia huyu. Na ndio maana kila jamii ina vitu vile ambavyo inaamini kwamba vinawakilisha kitu kingine. Nitawapa mifano minne kama sio mitatu. Mfano wa kwanza, naomba mniruhusu nitumie imani yetu sisi Tanzania, mila na desturi zetu za Tanzania. Picha ya mkuu wa nchi. Kwa nini kwenye maofisi tuna picha za wakuu wa nchi au tunakuwa na picha ya mkuu wa nchi? Kwa nini? Jawabu tunalo, si ndio? Jawabu tunalo, si ndio? Kwa nini tunakuwa na picha ya mkuu wa nchi? Na je, usipokuwa nayo ofisini kwako, wakapita wahusika wakagundua hauna hiyo picha, nini kinatokea? Nini kinatokea? Jibu mnalo, si ndio? Je, ile picha mnaiabudu? Ile picha mnaiabudu? Ile picha mnaiabudu? Kwa hiyo maana yake kama kwa upande wa dini tutatuhumiwa hivyo, maana yake hata kwa upande wa kijamii tunapaswa kutuhumiwa hivyo. Umeeleweka hiyo? Kama kwa upande wa dini tunatuhumiwa hivyo kwamba tunaabudu sanamu, maana yake na upande wa jamii kama nchi tunapaswa pia kutuhumiwa hivyo. Hiyo moja. Mbili, bendera ya taifa. Nafahamu bendera ya taifa inawakilisha nini? Bendera ya taifa, mnajua kwa nini bendera ya taifa inapandishwa saa 12 asubuhi na kushushwa saa 12 jioni? Mnajua kikawaida rais au serikali inaanza majukumu yake saa 12 kamili na inamaliza saa 12. Kwa hiyo asubuhi inaanza majukumu, jioni inamaliza nini? Majukumu. Kikawaida kunapokuwa na msafara wa rais au mkuu yoyote yule katika nchi, nyinyi mlio barabarani inabidi mfanyaje kwanza? Mfanya nini? Ndio maana bendera ya taifa inapopandishwa tunafanya nini? Ni ishara ya kwamba rais anafanyaje? Anaenda kwenye nini? Kwenye majukumu. Kwa hiyo mumpishe apite kwanza akatimize majukumu makubwa kwa ajili ya ustawi wa nini? Wa nchi. Jioni anarudi
ofisini, anarudi nyumbani kwake, anarudi Ikulu. Maana yake lazima tena barabara ziwe safi. Kwa hiyo wengine wote lazima mfanyaje? Msimame kwanza. Ndio maana inapigwa filimbi kutoa taarifa, anapita. Ndio maana, na ukitaka kujifanya sasa wewe una akili sana kuliko wengine wote, wewe tembea wakati ule sasa imepigwa filimbi afu bendera inapandishwa. Tembea sasa. Kama hatutakukuta uyui pale. Imeenda hiyo. Kwa hiyo bendera ya taifa ni kiwakilishi, ishara ya uwepo na uwakilishi wa mamlaka ya nini? Ya serikali, mamlaka ya mkuu wa nani? Wa nchi. Watu wanaipigia, yaani katika hali ya kawaida kuipigia saluti bendera kimsingi ni nguo ile, si ndio? Ambayo sisi tumekubaliana kama Tanzania kwamba iwe na rangi 4, si ndio? Lakini ile bendera tunaipigia saluti heshima, yaani mtu yoyote akipita anasema hawa Tanzania, au nadhani kila nchi ina bendera, si ndio? Na wote wanatoa heshima kwa bendera. Maana yake ina maana hiyo hiyo ambayo nimeisema. Maana yake sisi ni wakuhurumiwa sana kama tunatoa heshima kwenye nguo. Sisi ni wakuhurumiwa mno, si ndio? Lakini watu wanafungwa kwa sababu ya kutoheshimu nini? Hiyo nguo ambao kwetu sisi ni bendera na ina mamlaka, lakini ni kuwakilisha mamlaka ya nani? Ya rais. Imeenda? Ya 3, mwenge choma. Choma tena. Mwenge unatengeneza mwenge, yani ukiambiwa orodhesha vitu vinavyounda mwenge, si ndio? Tasema kuna bati, si ndio? Kuna utambi, si ndio? Alafu kuna mafuta, si ndio? Huu ni mwenge, unazunguka nchi nzima. Mwenge unafungua miradi, si ndio? Mwenge si unafungua miradi? Mwenge unatoa ujumbe, si ndio? Labda ujumbe wa mwaka huu, komesha rushwa, si ndio? Usipokee nini? Sasa mwenge una mdomo. Sisi tunatembea na Mama Bikira Maria, ujumbe wetu ni haki na nini? Mama Maria. Sasa mwenge ni nini? Ni kiwakilishi, ni ishara ya mamlaka ya serikali, ni ishara ya mamlaka ya rais. Kimsingi mwenge haufungui miradi, wala mwenge hautembei kama wenyewe, ila ni rais, ni mamlaka ya kiserikali ndio yanayozunguka katika kila eneo ambalo mwenge umepangiwa ratiba kupita. Na ndio maana usipotoa heshima kwenye mwenge utajikuta wapi? Utajikuta wapi? Watu wanazunguka wanapigwa na moshi. Fikiri ule moshi ule, wanazunguka vumbi lile, wapo tu. Mwenge choma choma choma. Sasa unajiuliza, hivi hao ambao wanaotoa hiyo heshima, wanaotoa saluti kwenye mwenge, kwenye bendera ya taifa, au siku ile tarehe 25 mwezi wa 7 tunafanya nini? Tarehe 25 mwezi wa 7 pale Dodoma wao tunaenda kuadhimisha nini? Siku ya Mashujaa, si ndio? Pale unaona kila viongozi wanafika, wanaweka maua, wanatoa heshima, si ndio? Anaweka, natoa heshima. Wao wanaabudu yale mangao yaliyopo pale, masilaha ya kumbukumbu wanaabudu, si ndio? Kwa hiyo tuwacheke, si ndio? Tuwazomee, tuwanyoshe vidole. Haya, je, hao wanaotoa saluti kwenye bendera taifa ni Wakristo wa Katoliki peke yao? Hii nchi inabebwa na Wakristo wa Katoliki peke yao? Wanaotembeza mwenge, wanazunguka na mwenge ni Wakristo wa Katoliki? Wanaopigia saluti mwenge ni Wakristo wa Katoliki? Sio mchanganyiko?
Sasa kwa nini inapofikia kwenye mambo ya kidini ionekane kwamba tumekosea sana lakini inapofika kwenye mambo ya kijamii tunaona tufanyaje? Mnajua kuna nini hapo? Unajua kuna nini hapo? Maana yake tunaruhusu shetani aweze kuingia hapo ili akuzuie nafasi ya kumwabudu Mungu, akuzuie nafasi ya kumtukuza Mungu kupitia viwakilishi na ishara ambazo yeye ameziweka. Na ndio maana nikasema tusione woga, kwa sababu ni kitu ambacho kipo katika historia ya ukombozi wetu, na Mungu mwenyewe ndiye amekipanga na kanisa linakiendeleza. Takumbuka mafundisho ya Dominika hii katika Injili. Yesu anamwambia Petro, wewe ndiwe Petro, najua mwamba nitalijenga nini? Utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa wapi? Utakalolifunga duniani litakuwa limefunguliwa wapi? Kumbe haya yote tunayoyafanya yanajulikana mbinguni na duniani. Kwa hiyo tusione aibu, tusione woga, tusione haya. Mama Maria ambaye ndiye mama yetu, mama wa kanisa na mama wa Mungu, ambaye ameteuliwa kwa namna ya pekee, anapozunguka, maana yake kwa nia yetu hiyo tunaendelea kusali tukiomba amani, kwa sababu tukumbuke kwamba kama nchi tupo katika hali ambayo sio nzuri, katika haki na nini na amani. Na ndio maana umeona ile sala tuliyoisali hapo mwanzoni hapo inazungumzia juu ya nini? Ya haki na nini. Ili kuwepo amani lazima iwepo nini? Hakuwezi kukawepo na amani bila kuwa na nini? Kumbe inayotangulia ni nini? Na ndio maana neno la Mungu linasema haki ni tunda la nini? Haki ni tunda la nini? Na Bikira Maria tunamuita ni mama Malkia wa nini? Wa amani. Kwa hiyo tunapozunguka, tunapofanya hija hii, itukumbushe nguvu na uwezo wa Mungu katika kuombea amani Tanzania, katika kuhakikisha kwamba tunaweka imani yetu kwa Mungu kupitia mama Bikira Maria, tunaweka imani yetu kwa Mungu kupitia kanisa, ili basi maisha yetu yaongozwe na Mungu, maisha yetu yasimamiwe na Mungu, maisha yetu yategemezwe na Mungu, na maisha yetu yaambatane na Mungu. Mama Maria, mama wa wote.